Josho jengine la sunna ghuslul kusufaini ni kukoga mtu kwa ajili ya kwenda kuomba jua limepatwa. Kabla ya kwenda kuomba ni sunna kukoga kwanza. Mwezi umepatwa, kabla ya kwenda kuomba mwezi uachiwe, ni sunna kwanza kukoga. Ndio kusufi kusufaini ndio inaingia kusufi shamsi wa kusufi alqamari. Tayari mashru'iyatuhu wa yusannu alghuslu li salati kusufi shamsi wa kusufi alqamari. Wa dalilu dhalika, ushahidi wa sunna kukoga kwa ajili ya kusufi na kusufi, alqiyasu ni qiyasi ala aljum'ati liannaha, kwa sababu ile aljumaa fi maanaha iko katika maana hiyo hiyo ya kusufi au khusufi, min haithu mashru'iyati aljamaati fiha. Swala ya aljumaa inaswaliwa kwa jamaa na swala ya kusufi inaswaliwa kwa jamaa. Kwa hivyo unapotaka kuhudhuria katika mkusanyiko huo, nenda ukiwa umekoga. Lakini majosho yote haya yanabebwa na nia. Kama utachukua maji utajimwagia tu, haiwi ndiyo josho hilo la sunna kwa ajili ya aljumaa. Liannahu sallallahu alayhi wasallama yaqul innamal a'malu binniyati. Kwa hivyo unakoga kwa ajili ya aljumaa, utie nia hiyo. Unakoga kwa ajili ya Eid, utie nia hiyo. Unakoga kwa ajili ya kusufi khusufi, utie nia hiyo. Wa halumma jarra. Tunakwenda pamoja. Waktuhu, wakati wa kukosha josho la kusufi na khusufi. Wa yadkhulu waqtul ghusli lilkusufaini bibadi'il kusufaini. Ndio bibadi'il kusufaini, kwa kuanza tu kule kupatwa lile jua na mwezi na kutaka kuelekea huko. Wayantahi, usuna wake utamaliza, binjilaihima, kwa kuachiliwa mwezi au kwa kuachiliwa jua. Ule usunna wa kukoga sasa kwa ajili ya kwenda kuswali swala hiyo utakuwa umemaliza, kwa sababu josho lenyewe linahusiana na kukoga kwa ajili ya kusufi. Na kusufi jua lishaachiwa, na siku hizi tumerejeshwa nyuma sana na wataalamu. Tumeondoshwa katika maelekezo ya Bwana Mtume. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokufa kijana wake Ibrahim, na jua siku hiyo likaja likapatwa, walio wengi wakaona kwa kufa mtoto wa Mtume mpaka jua limepatwa, nafasi ya mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume sallama akawatoa huko maswahaba, akawaambia inna shamsa wal qamara, jua na mwezi, ayatani min ayati llahi, hizi ni alama mbili katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasifani, jua na mwezi viwili hivi havipatwi bimauti ahadin, kwa kufa mtu yoyote. Sasa Mtume akaagiza, mtakapoona jua au mwezi vimepatwa, kwa lugha tunayotumia fasallu, mnachotakiwa nyinyi swalini, wadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu, hata yanjalia mabikum, mpaka ile hali iliyoko kwenu iondoke. Ikisha kuondoka nendeni mkalale, kwa sababu katika ashratu saa ni kuondoka nuru ya jua, ni kuondoka nuru ya mwezi. Umefahamu Ukiona jua limepatwa, ukiona mwezi umepatwa, kuwa na hofu sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaizungumza siku ya Kiyama.
wa idha khasafa alqamar wa jumia ash-shamsu walqamar yaqulu al-insanu yawmaidhin. Basi likipatwa jua, mnatakiwa nyinyi kuswali, kuleta adhkari mbalimbali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee ile hali pale kwenu, sio awaondoshee hali ya kupatwa jua duniani. Na hapa ndipo tunapopata vile vile maelekezo ya kwamba jua litakalowahusu watu wengine halituhusu sisi. Sisi hapa kwetu jua likipatwa, sisi ndiyo tuliosuniwa kuswali swala ya Eid. Huko kwingine kama jua halijapatwa, wao hawana suna hiyo ya kuswali Eid. Tumefahamiana? Na sisi hapa likiwa jua limepita salama kwetu, lakini nchi nyingine huko jua likapatwa, sisi hatulazimiki kuswali swala ya Eid kwa sababu kwetu swala ya kusufi, kwa sababu kwetu sisi jua halijapatwa. Haya maelezo ukiyachukua haya unapata hukumu katika mambo mengi, lakini ukitulia na Mwenyezi Mungu akikupa hidayah. Umefahamu? Kwa hivyo waktuhu, tunakwenda josho la 4 la sunna, ghuslul istisqai, kukoga mtu kwa ajili ya kwenda kuomba mvua. Wakati mwingine hufikwa na mitihani, pengine kutokana na maasi tuliyoyafanya, Mwenyezi Mungu akaamua kuondosha neema ya mvua. Madhumuni anataka turudi tukamlilie na kumnyenyekea. Mwenyezi Mungu anapenda sana kuombwa, na hasa anasema lau ingelikuwa nyinyi hamtelezi alafu mkamuomba Allah, basi Mungu angewaleta watu wengine wanaoteleza alafu wakarudi kumuomba Allah, kwa sababu Allah subhana anapenda kuombwa. Lakini sisi hapa duniani hata uwe bilionia hupendi kuombwa, si ndio jamani? Aili swalatil istisqai yusannu al-ghuslu qabla al-khuruji li salati al-istisqai, ni sunna kukoga kabla ya kutoka kwa ajili ya kwenda kuomba mvua, qiyasan ala ghusli al-kusufaini, na hii nayo inakisiwa katika josho analosuniwa mtu kukoga kwa ajili ya kwenda kuomba jua au mwezi viachiwe. Josho la 5 la sunna, al-ghuslu min ghusli al-mayiti, ni sunna mtu kukoga anapomaliza kumkosha maiti. Ni sunna mtu kukoga anapomaliza yule mtu kumkosha maiti. Wajua maiti kila mmoja anakufa kwa maradhi yake. Unapokwenda kuuchezea mwili wake, yawezekana unaweza ukapata maambukizo ya maradhi yake. Sasa ni sunna kwanza ukisha kumkosha maiti uende ukakoge. Ni maelekezo ya dini yetu, ni maelekezo ya mtume wetu. Wayusannu, inasuniwa, liman ghassala mayitan, kwa mtu mwenye kumkosha maiti, an yaghtasila, alafu yeye mwenyewe kukoga. Wa dalilu dhalika qauluhu sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema man ghasala mayitan falyaghtasil, aliyekosha maiti na yeye akoge kwanza. Rawahu Ahmad wa ashabu sunani wa hasanahu Tirmidhi, hadithi ya 993. Waswarfuhu wa anil wujubi au waswarafahu, hii amri hii imeondoshwa anil wujubi, kutoka katika ulazima, kwamba hii ni amri ya bwana mtume, mtu akimkosha maiti aende akakoge. Hili nendo akakoge hapa ni amri, na amri siku zote yaktadhi wujuba,
na hasa amri ikitoka kwa mkubwa kwenda kwa aliyo wa chini. Amri ikitoka kwa wa chini kwenda kwa mkubwa inaitwa dua. Amri ikitoka kwa watu wanaolingana inaitwa amri hiyo kutakana watu kusaidiana. Sawa? Ikitoka kwa Allah kuja kwetu inakuwa ni lazima. Ikitoka kwa Bwana Mtume kuja kwetu inakuwa ni lazima. Ikitoka kwetu sisi kwenda kwa Allah hiyo inakuwa ni dua. Sawa Kama ukisema rabbi ghufirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'min, si ndio? Sasa rabbi ghufirli, neno ghufirli hii ni amri, lakini kwa sababu imetoka kwa mdogo kwenda kwa mkubwa, hapa inaitwa fi'lu duai. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Tayib. Kwa hivyo inatoka amri hii katika uwajibu, inatolewa na nini? Kauluhu sallallahu alayhi wasallam, na maneno ya Bwana Mtume, laisa alaikum fi ghasli mayitikum ghuslun, hakuna wajibu juu lenu katika kuwaosha maiti zenu, hakuna wajibu wa josho idha ghasaltumuhu, mnapomkosha huyo maiti wenu. Kwa hivyo sio lazima kukoga baada ya kumkosha maiti, lakini maelekezo ya Bwana Mtume yana nafasi kubwa sana, yana kheri nyingi sana, yana siri kubwa sana. Tunafahamiana? Ingekuwa amri ya kuvaa helmeti tungevaa sote Tunaendelea. Al-aghsalul mutaalliqatu, majosho yaliyofungamana bil hajj, na utekelezaji wa ibada ya hija. Yako majosho ya sunna yaliyofungamana na utekelezaji wa ibada ya hija. Namba 1, al-ghuslu lil-ihrami bil hajji au al-umra. Ni sunna mtu kabla ya kuhirimia ibada ya hija akoge kwanza, alafu ajitie manukato, alafu ndio ahirimie. Wadaliluhu ma rawahu Tirmidhi 830 an Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya, alimuona Bwana Mtume sallama tajarrada, akiepukana na nguo zake zile za kawaida, liihlalihi, kwa ajili ya kutaka kunyanyua sauti yake kuhirimia ibada ima ya hija au umra, lakini waghtasala, akakoga Neno tajarrada liihlalihi ainaza thiyabahu, aliondosha zile nguo zake za kawaida, lilihrami, akavaa nguo zinazohusiana na mambo ya kuhirimia ibada ya hija au umra. Walihlalu, na hili neno ihlali, rafu sauti, ni kunyanyua sauti, bitalbia, kwa kuitika labbaik allahumma labbaika inda al-ihram, baada ya kuhirimia. Wa yutlaku, huachiliwa hilo neno ihlal ala al-ihrami nafsihi, juu ya kule kuhirimia kwenyewe, nako wakati mwingine huitwa ihlal. Sawa? Na hata ule mwezi mdande unaitwa hilali Kwa nini unaitwa hilali? Kwa sababu watu hunyanyua sauti kuelezana mwezi ule umeandama, mwezi ule ndio ukaitwa hilali. Sawa? Yasalunaka anil ahilla,